Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi anzala alkitaba ala abdihi wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونحن مجتمعون أما بعد أيها الإخوة. Jana kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tulikuja kuonyesha pia ya kwamba zile sura za Qur'ani katika kupangwa kwake tofauti na vile katika nambari za uteremsho zilivyoteremshwa, pia kwamba ndani yake kuna kuwa na muujiza. Tukatoa mfano wa suratul Hadidi, ilikuwa ni sura ya 94 kumteremkia Mtume sallallahu alayhi wasallama, lakini katika kupangwa katika mashafu imekwenda kupangwa imekuwa ni sura ya 57. Suratul Hadidi ndiyo sura pekee ndani yake inayopatikana aya katika aya yake ya 25 inayoelezea habari ya kuteremshwa kwa chuma kutoka angani kikaletwa ardhini. Katika aya ya 25 ya suratul Hadidi inasema wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas, na pia na tulikiteremsha chuma kutoka angani, hiko chuma ndani yake kina nguvu na kina manufaa kwa watu. Maelezo haya yalielezwa karne ya 7. Watu wa astronomy, wana jiolojia, wana fizikia na watu wa cosmology ndio wamekuja kufahamu sasa ya kwamba hiki chuma kinachochimbwa ardhini hiki kiliteremshwa kutoka angani. Chuma hiki kilitengenezwa katika space ya 39 juu uko angani, alafu ndiyo kikateremshwa kile chuma kikaletwa ndani ya dunia wakati alipokuwa anaziumba mbingu na ardhi. Ndio wamekuja kujua sasa. Qur'ani pale inasema wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas, na pia na tulikiteremsha chuma kutoka angani. Hili neno wa anzalna lilikuwa linachukuliwa kuwa ni neno la kufikirika tu, lakini halina maana ya kuteremshwa kitu kutoka juu na kikaletwa chini. Lakini hivi sasa wanasayansi wamekuja kujua ya kwamba neno hili lina maana halisia ya kuteremshwa kitu kutoka juu angani kikaletwa chini ardhini. Chuma kiliteremshwa kama vile inavyoteremshwa mvua kutoka juu angani ikaletwa ardhini. Wamekuja kugundua ya kwamba joto linalohitajika kwa ajili ya kukitengeneza chuma kwa mara ya kwanza, joto hilo halipo ndani ya dunia yetu, halipo.
wala katika jua letu halina ukubwa huo wa joto unaohitajika kwa ajili ya kukitengeneza chuma. Chuma kinahitaji temperature of 100 million degrees. Joto lake linatakiwa liwe ukubwa huu. Ndiyo chuma sasa kinaweza kikatengenezeka hapo. Katika jua letu kunakadiriwa kuwa na temperature of 6000 degrees Fahrenheit, na pale katikati yake lile jua linakadiriwa kuwa na temperature of 20 million degrees Fahrenheit. Joto hili halitoshi kwa ajili ya kukitengeneza chuma kwa mara ya kwanza. Lile joto linalotakiwa ili chuma kiumbike linalipita joto la jua letu kwa mara 5. Watu wa astronomy wamekuja kugundua ya kwamba jambo hili lilifanyika katika space ya 39, katika kitu ambacho wao wanakiita supernova. Ingia kwenye YouTube alafu andika supernova, watakuonyesha jinsi chuma sasa ndio kinaumbwa alafu kinateremshwa ndani ya dunia. Wametengeneza mpaka na video yake tayari. Professor Alfred Kroner, huyu ni professor wa geology katika chuo kikuu cha Johannes Gutenberg Mainz nchini Ujerumani, na anakuwa ndiye mwenyekiti wa idara ya geolojia katika chuo kikuu hicho cha Ujerumani. Professor Frank Press, professor wa geology katika chuo kikuu cha Marekani, walipoiona aya hii walishangaa kwa maelezo ya Qur'ani iliyoeleza karne ya 7 ya kwamba hiki chuma kinachochimbwa ardhini, kwamba hiki chuma kiliteremshwa, kilitengenezwa katika space ya 39 alafu kikateremshwa ndani ya dunia. Mtu kama alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yeye ni ummi, hajui kusoma wala kuandika. Alikuwa hajui kanuni za kifizikia wala za kibiolojia wala za kikemia wala za kinyuklia. Karne ya 7 inayoitwa kwamba ndiyo karne ya giza la kiilmu, ndipo yaliposema maneno hayo. Wao wanakuja kujua karne ya 20 na 21 ndio wanakuja kulijua jambo hili. Ilipopasuka ile supernova, mfano wa kitu kama nyota kubwa, ikapatikana kitu kama majimaji vile, alafu ndio yakateremshwa yale maji ndani ya dunia. Yalipokuja yakakutana na ardhi, yakagonga, yakapenya. Yalipofika katikati ya ardhi, yalipopoa, ndiyo chuma. Wanasema lazima kitabu hiki kiwe ni cha Mwenyezi Mungu, wale maprofesa, na lazima huyu awe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, Suratul Hadidi ilikuwa ni sura ya 94. Ilikuwa ni sura ya 97 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallama.
ikachukuliwa ikaenda ikapangwa ikawa ni sura ya 57. Qur'ani ina sura 114. Nusu ya 114 ni 57. Kwa hiyo hii ndiyo sura pekee iliyokwenda kuwekwa katikati ya mashafu, kwa kuwa imeeleza habari ya kuteremshwa chuma kutoka angani, na ile sura ikachukuliwa ikaenda kuwekwa katikati ya mashafu. Lile neno hadidi lina herufi 4, he, dali na ye. Hadidi, he thamani yake ni nambari 8. Dali thamani yake ni nambari 4. Jumla ngapi? 12. Ye thamani yake ni nambari 10. Jumla inakuwa nambari ngapi? 22. Dali thamani yake ni nambari 4. Jumla inakuwa ngapi? 26. Lile neno hadidi thamani yake katika nambari za kihesabati ni nambari 26. Ukiwauliza watu wa physics atomic number ya chuma, watakwambia ni nambari 26. Lile jina tukufu la Mwenyezi Mungu Allahu, kuanzia aya ya kwanza ya suratul Hadidi mpaka katika aya ya 25 linapokuja kutajwa neno chuma, lile jina tukufu la Mwenyezi Mungu hapa linatokea kwa mara ya 26. Angalia muujiza wa Qur'an. Kwa hiyo hata zile sura katika kupangwa kwake ndani yake pia kuna kuwa na muujiza. Watukufu wa Islam, katika Qur'ani surati Rahman katika aya yake ya 33 ndiyo sura pekee iliyokuja kumwambia mwanadamu, kumfungulia milango ya kwamba aende sasa katika anga za juu akafanye tafiti. Ya ma'shara al-jinni wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultani. Enyi jamii ya majini na wanadamu, kama nyinyi munaweza kupenya katika matabaka ya mbingu na ardhi, fanfudhu, nendeni, penyeni. La tanfudhuna illa bisultani, lakini hamtoweza kupenya isipokuwa kwa kuwezeshwa, kwa nguvu zangu niwawezeshe. Neno sultani maana yake ni ufalme, utajiri, nguvu, hikma, ilmu. Ikiwa kama yule mwanadamu atapewa na Mola wake nguvu na ilmu na hikma, jambo hili ataweza kulifanya, la kupenya katika matabaka ya mbingu akaenda katika anga za juu, akiwezeshwa na Mola wake, mwanadamu ataweza kulifanya. Na lilikuja kutimia, ukweli wa Qur'ani ulikuja kutimia tarehe 16 mwezi wa 7 1969. Mwanadamu alipewa ilmu na nguvu na hikma na Mola wake, akatengeneza chombo chake cha Apollo 11. Mwanadamu akaruka kutoka katika mgongo wa ardhi,
kilomita 400,000. Akapasua matabaka ya mbingu, akaenda mwanadamu kutua juu ya uso wa ardhi ya mwezi. Tarehe 16 mwezi wa 7 1969, mwanadamu akaruka kutoka katika kituo kinachoongoza safari za anga cha Kimarekani NASA na chombo chake cha Apollo 11. Angalia Mwenyezi Mungu alivyompa ilmu mwanadamu na hikma. Wale wahandisi wakati wanaitengeneza ile Apollo walisema ya kwamba kile chombo tukikitengeneza kikiwa chote ni kimoja kama lilivyokuwa basi, alafu tukapanda tukaweza kuruka na tukaweza kufika pale juu ya uso wa ardhi ya mwezi na tukaweza kutua, je, tutakapotaka kutoka ikishindikana atatutoa nani? Ile Apollo wakaitengeneza ilikuwa moja, lakini waliitengeneza vipande viwili. Hiki kipande kimoja hiki ndicho walichokaa wale madereva akina Adriani na wenzake. Hiki kipande kimoja ndicho alichokaa yule Neil Armstrong na wale wanaanga wenzake, ndio walikaa hiki kimoja. Alafu zikaunganishwa ikawa moja. Wakaruka kutoka pale NASA kilomita 400,000, wakapasua matabaka ya mbingu. Walipofika kufikia mwezi hawakutua kwanza. Mwezi Apollo iliuzunguka mwezi kulia kwenda kushoto mara kadhaa. Alafu vile vyombo vikaja vikaachana. Kile kimoja walichokaa wale wanaanga akina Neil Armstrong ndiyo kilichokwenda kutua pale juu ya mwezi. Kile kimoja walichokuwepo wale marubani Adriani na wenzake, kile hakikutua. Hiki kilipotua, kile kikawa kipo angani kinazunguka, kinauzunguka mwezi kwenda kulia. Ukiwauliza, walipoulizwa kwa nini kabla ya kutua ile Apollo yenu iliuzunguka mwezi kulia kwenda kushoto, na kwa nini hamkuzunguka kushoto kwenda kulia, wanasema ile gravity force ndivyo inavyozunguka, ilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile gravity force inazunguka kulia kwenda kushoto. Kwa hiyo na sisi lazima tufuate vile, tuzunguke kulia kwenda kushoto. Na kama tutazunguka kushoto kwenda kulia, kile chombo kitashindana na ile gravity force, kitakatika vipande vipande. Mfumo huu ndio mfumo gani? Ndio mfumo wa katika Al-Kaaba. Mahujaji wanaizunguka Al-Kaaba kulia kwenda kushoto katika ibada ya tawafu. Na wao pia walitofu, walifuata mfumo wa dini ya Mwenyezi Mungu. Mwezi ndio ulikuwa ndio mithili ya Al-Kaaba, na wao walikuwa ndio mahujaji wanatufu, wanauzunguka ule mwezi. Walizunguka kulia kwenda kushoto. Mwezi nao pia huizunguka dunia kulia kwenda kushoto. Dunia inalizunguka jua kulia kwenda kushoto. Mtoto anapokuwa yuko ndani ya tumbo la mama yake, anakuwa ndani ya kitu kinachoitwa membrane. Kiswahili tunasema chupa, ndo anakuwepo mule ndani. Anakuwa amezungukwa na maji yanaitwa amniotic fluid. Yule mtoto, yale maji kazi yake ni kumfanya yule mtoto ndani ya ile membrane asimguse mama
na mama asimguse mtoto. Mawasiliano ya mama na mtoto ni ile kamba yake ya kitovu, yule mtoto, umbilical cord, ambayo inatoka kwa mtoto inakwenda kwa mama, inakwenda kuungana na placenta, lile kondo la nyuma la uzazi. Placenta kazi yake ni kumzungusha mtoto hapa ndani ya membrane anavyotaka Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka huyu mtoto azunguke vipi? Anataka azunguke kulia kwenda kushoto. Ile placenta inamzungusha mtoto kulia kwenda kushoto, anazunguka kulia kwenda kushoto anavyozungushwa. Alafu kile kichwa kikifika huku chini, ukiangalia katika zile picha za x-ray utamuona yule mtoto amejikunja, bapa lake la uso amelifudikiza chini, amesujudu, na ile miguu ameikunja na mikono ameweka chini, amejikunja, amesujudu. Hapa anasubiria kuzaliwa. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kinachozaliwa kinazaliwa katika maumbile ya asli ya imani ya dini ya Mwenyezi Mungu. Apollo iliuzunguka mwezi kulia kwenda kushoto, walifuata mfumo wa katika Al-Kaaba, alafu ndio ikaja zikaachana. Ile waliokuwepo wale wanaanga ndio ikatua pale juu ya uso wa mwezi, hiki kimoja kikaendelea kuzunguka kulia kwenda kushoto. Neil Armstrong akafungua mlango wa Apollo, akashuka, akatembea juu ya uso wa ardhi ya mwezi. Ghafla wakamuona amerudi nyuma. Hawa waliokuwa chini hapa NASA wanamuona, wanazungumza naye, wanamuuliza, mbona umerudi nyuma? Umeona kitu gani? Neil Armstrong anawaambia, nimeuona mwezi na uona mwezi unaufa. Wakamwambia piga picha, akapiga picha kadhaa. Wakamwambia akusanye na mawe ya pale juu ya mwezi. Mwezi ni kama kipande tu cha ardhi kinachoning'inia hapo karibu na dunia, ni kama kipande tu cha ardhi. Una mabonde, una milima, kuna mawe, ni kama kipande tu cha ardhi. Alikusanya kiasi kama cha kilo 50, akarudi navyo katika Apollo, akaingia, wakafunga mlango. Hii hapa iliyokuwa iko juu inazunguka, ikasogea karibu na hii iliyotua, ikavutwa. Hapa imewekwa smaku iliyokuwa kali sana, ina nguvu kubwa, ikainuliwa, zikaungana, wakatoka, wakauzunguka ule mwezi kulia kwenda kushoto, wakatoka juu ya uso wa ardhi ya mwezi, wakawa wanarudi sasa, wanakuja kutumbukia ndani ya sayari yetu inayoitwa dunia. Walipofika pale NASA walitua salama salimini, wakashuka katika Apollo, wakaenda kupimwa kwanza afya zao. Walikuwa wanaogopa wasije wakaleta magonjwa huku ambayo yakatushinda. Ikaonekana afya zao ni mzuri. Kilichobakia ni kuongea na waandishi wa habari. Ni tukio lililokuwa kubwa katika karne ya 20. Mwandishi wa CNN International anamuuliza Neil Armstrong, ni faida gani tuliyoipata sisi wanadamu kwa kutumia nyinyi mabilioni ya dolari kwa kwenda mwezini?
Neil Armstrong anamjibu mwandishi wa CNN International, anamwambia faida tuliyoipata ni kubwa mno kuliko madolari tuliyotumia, na kama tusingelitumia madolari hayo, faida hiyo tusingelijua. Tumeweza kujua ya kwamba kumbe ule mwezi unaufa. Katika tafiti walizozifanya, akawaambia inaelekea ule mwezi wote ulikuwa mzima, lakini ilitokea tukio katika dunia la ule mwezi kupasuka vipande viwili. Kipande kimoja kikaenda upande mmoja na kipande kimoja kikaenda upande wa pili. Alafu ulikuja ule mwezi ukaungana. Pamoja na kwamba uliungana, ile athari ya mpasuko ipo, wameikuta. Kuna kijana mmoja raia wa Canada, yupo Canada, anamsikiliza Neil Armstrong anazungumza na dunia kwa njia ya television. Yule kijana alislimu pale pale. Kijana huyo alisikia habari ya muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuupasua mwezi vipande viwili. Alipinga, akasema ni jambo ambalo haliwezekani na ni la kipumbavu. Kilomita 400 mtu yuko chini hapa ardhini, au nyoshe kidole ule mwezi au pasue vipande viwili? Akasema jambo hili ni la kipumbavu, hakuliamini. Wao wenyewe NASA waliona aya ya Qur'ani katika sura ya 54 suratul Qamar, aya ya kwanza. Qur'ani inasema iqtarabatis saatu wanshaqqa al-qamar, kiyama kimekaribia na mwezi umekwisha pasuka. NASA wakauliza kwamba je, aya hii inayosema hivi kwamba mwezi ulipasuka ilikuwaje? Wakaambiwa huu ni muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoufanya karne ya 7. Ule mwezi aliupasua vipande viwili baada ya kutakiwa, kama kweli yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, au pasua ule mwezi vipande viwili. NASA nao walikataa, wakasema Qur'ani ichukuliwe, ifungiwe katika sanduku. Maana yake ni kitabu ambacho hakina nafasi katika dunia. Mwenyezi Mungu anasema sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Tutakuonyesheni ukweli wa maneno yetu tokea masafa ya mbali na katika nafsi zenu wenyewe, mpaka ije kuwabainikia ya kwamba yote yaliyosemwa na Qur'ani kwamba ni haki. Katika surati Fussilat aya 54 anasema atayatumia masafa ya mbali kuonyesha ukweli wa dini ya Kiislamu. Tarehe 16 mwezi wa 7 1969 Mwenyezi Mungu anayatumia masafa ya mbali kuonyesha ukweli wa Qur'ani, ukweli wa dini ya Kiislamu, ukweli wa unabii wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanakwenda kuushuhudia mwezi kwamba ni kweli mwezi ulipasuka, kama ilivyothibitishwa na Qur'ani katika sura ya 54 suratul Qamar aya ya kwanza kwamba ni kweli mwezi ulipasuka. Ametumia masafa ya mbali hapa. Aya hii inafanya kazi wakati wote. Wakati Qur'ani ilipokuwa inateremshwa, ilikuwa darubini ya kuona mbali wala karibu, ilikuwa bado haijavumbuliwa. Kwa hiyo masafa ya mbali ilikuwa ni pale linapoishia jicho la mwanadamu. Ilipokuja kuvumbuliwa kamera, darubini ya kwanza katika dunia, ikawa masafa ya mbali yameongezeka, na sasa hivi yameongezeka zaidi. Yamevumbuliwa hayo masatellite ambayo
yanapelekwa anga za juu, yakaweza kupiga picha na zikazituma hizo picha zikazileta chini huku duniani, maeneo ambayo mwanadamu hajaweza kwenda, katika eneo ambalo mwanadamu ameweza akakanyaga kwa mguu, tukiwaondoa manabii na mitume, ni katika mwezi tu basi. Maeneo mengine yote mwanadamu anategemea kurusha satellite, ndio zinapiga picha huko na kuzituma ardhini. Eneo ambalo ameweza kwenda akakanyaga kwa mguu wake, tukiwaondoa manabii na mitume, ni katika mwezi tu. Na hata katika ule mwezi kuna muujiza uliokuwa mkubwa. Kuna eneo wenyewe wanasema katika ule mwezi wakienda wakijaribu na vile vyombo vyao kutua, kile chombo hakitui. Kuna eneo katika mwezi wakijaribu kutua, kile chombo hakitui. Kuna sehemu tu ndio wakienda hapo wanatua. Kwa hiyo bado maneno ya Qur'ani, la tanfudhuna illa bisultani, hamtoweza kwenda isipokuwa kwa nguvu zangu. Bado hawajapewa zile nguvu na Mola wao wakaweza kutua katika sehemu hiyo wanayotaka wao watue, hawajaweza. Na wala katika yale maumbile mengine, la tanfudhuna illa bisultani, hawajaweza bado kwenda wakaweza kukanyaga isipokuwa wanatuma vyombo tu. Wenyewe wanakubali ile nguvu iliyokuwepo pale kwenye ule mwezi, wanashindwa kutua, hawajaweza kujua ni jambo gani. Kile chombo kikenda kikijaribu kutua hakitui. Sasa masafa ya mbali yameongezeka kutokana na vifaa mbalimbali vilivyovumbuliwa. Sasa hivi mwanadamu ameweza kufika mbali katika kuweza kuona kwa kutumia masatellite. Watukufu wa Islam, hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo Neil Armstrong akaulizwa, ni kitu gani kilichokustaajabisha wewe ulipokuwa mwezini? Neil Armstrong akasema, niliuona mwezi unaufa, na inaelekea ule mwezi wote ulikuwa ni mzima, lakini ulipasuka vipande viwili, alafu ukaja ukaungana. Athari ya mpasuko bado ipo pale, wameikuta. Ametumia masafa ya mbali hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, kipindi hiki ilikuwa darubini ya kuona mbali wala karibu ilikuwa bado haijavumbuliwa. Ilikuwa hakuna ultrasound, hakuna x-ray, hakuna 3D x-ray, ilikuwa hakuna kadha. Ilikuwa vitu hivyo vyote bado havijavumbuliwa. Surati Rahmani ambayo ndiyo iliyoeleza ya kwamba mwanadamu anaweza kwenda anga za juu, ikaja ikapangwa ikawa ni ya 55. Na ile sura iliyosema ya kwamba mwezi umepasuka ikaja ikapangwa ikawa ni sura ya 54. Kwa hiyo hii inakuwa 54, hii inakuwa 55. Kwa hiyo hata katika kupangwa zile sura za Qur'ani, ndani yake pia kuna kuwa na muujiza. Hii ndio Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, tumekuja kuona ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia nambari 19 katika kuipangilia ile Qur'ani, sura zake, maneno yake na aya zake. Kwa nini aliitumia nambari 19? Kwa nini asiichague nambari nyingine yoyote isiyokuwa nambari 19? Nambari 19 ina nini? Wataalamu wa mambo ya hesabati wamekuja kugundua ya kwamba nambari 19
inasomeka 10 lipo moja, na moja zipo 9. Unaposema 9, ile moja ziko moja 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 mpaka zinafika 9, ndiyo inakuwa 9. Kwa hiyo nambari 19 inasomeka 10 liko moja, na moja ziko 9. Nambari 19 ndiyo nambari pekee katika nambari zote za kihisabati ambayo ndiyo iliyoweza kuzikusanya nambari zote za kihesabati na kuziweka ndani yake. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 inatanguliwa na 1, 8 inatanguliwa na 9. Ukisema 19, maana yake ndani yake kuna 2, kuna 3, kuna 4, kuna 5, kuna 6, kuna 7, kuna 8. Zile nambari zote za kihesabati zimekusanywa na nambari 19. Hesabu zote zinaanzia 1, mwisho inakuwa ni 9. Ikianza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inakuwa ndio mwisho wa hesabu. 1 jumlisha 9 inakuwa ni 10. Inapatikana mali 1 na 0. 1 jumlisha 0, 1. Nambari 1 na 0 katika mfumo wa kimahesabu ndio zinaitwa binary numbers. Ndiyo nambari pekee zinazoziwezesha zile nambari nyingine zote ziweze kufanya kazi. Hesabu ikianza 1, ikifika 9 inakuwa ndio mwisho. Inachukuliwa 1 inawekwa, alafu inawekwa 0, inakuwa 10. Wanachukua tena 1 wanaweka tena 1 nyingine, inakuwa 11. Inakuwa ile hesabu imeanza tena 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mwisho inaenda kuchukuliwa 2 inawekwa, alafu wanaweka 0, inakuwa 20. Alafu wanachukua 2 tena wanaweka 1, inakuwa ile hesabu imeanza tena 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, mwisho itakuwa hivyo mpaka mabilioni. Kilichofanya ile hesabu iendelee ni nambari 1 na 0. Nambari 1 na 0 zilipatikana vipi? Ni baada ya 1 jumlisha 9 ikawa 10, ikapatikana nambari 1 na 0. Nambari 1 na 0 katika utendaji kazi wa kimahesabu ndizo zinazozifanya zile nambari ziweze kubadilika na hesabu iweze kuendelea. Qur'ani inakuwa ndiyo kitabu cha kwanza katika dunia kutumia mfumo wa binary numbers, 1 na 0, 1 na 9. Na mfumo huu ndiyo mfumo unaotumika katika kompyuta zote, makampuni yote yanayotengeneza kompyuta duniani. Kompyuta zote zimepangiliwa katika mfumo wa binary numbers, 1 na 0, 1 na 9. Angalia kwenye simu yako zile batani zako, wameanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ile 0 wamekwenda kuitupa pembeni huko. Kwa nini ile 0 wasiweke mwanzo wa 1? Ni kwa sababu 1 jumlisha 9 inakuwa ni 10. Inapatikana nambari 1 na 0. Nambari 1 na 0 ndizo zitakazozifanya nambari zote zile ziweze kufanya kazi. Qur'ani ilikuwa ndiyo kitabu cha kwanza katika dunia kutumia mfumo huo wa binary numbers. Watukufu wa Islam, Qur'ani inakuwa ni hazina ya kiilmu ya kiungu. Inakuwa ndiyo hazina ya kiilmu ya kiungu Qur'ani.
inakuwa ndiyo kitabu cha kwanza katika dunia kutumia mfumo wa binary numbers. Tumekuja kuona lile neno Bismillahirrahmanirrahim, tumesema lina herufi 19. Lile neno Bismillahirrahmanirrahim limejengwa kwa maneno manne: Bismi, Allahu, Arrahman, Arrahim. Katika tafiti zilizokuja kufanywa, imekuja kugundulika ya kwamba maneno yale manne, Bismi, Allahu, Arrahman, Arrahim, kila moja nalo pia linapatikana katika uzidisho na mgawanyo wa nambari 19. Neno Bismi ambalo ni ismu, Kiswahili ni jina, katika Qur'ani mzima neno Bismi, ismu, limetajwa mara 19. Jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu, katika Qur'ani mzima limetajwa mara 2698. Lina idadi maalum. Ukinyofoa moja tu unajulikana, na ukiongeza moja unajulikana. Ni kitabu chenye udhibiti maalum. Limetajwa mara 2698, na katika idadi hiyo inajulikana katika kila sura na katika kila aya limetajwa mara ngapi. Kwa mfano, ikaja ikaonyeshwa katika Qur'ani sura ya 82, suratu Al-Infitar, ina aya 19. Sura hii ilikuwa ni sura ya 82 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwenda kupangwa katika mashafu imekuwa ni sura ya 82. Sura hii ina aya 19. Sura hii ndiyo sura pekee katika sura zote za Qur'ani ambayo imemalizia na jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal amru yawma idhin lillah, na amri zote siku hiyo zitakuwa ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 82, na katika nambari ya uteremsho ilikuwa ni sura ya 82, imewachwa pale pale. Sura hii ukihesabu kutokea surati Nas mpaka pale ilipo inakuwa ni sura ya 32. Kwa hiyo kutokea surati Nas mpaka utakapokuja kuikuta suratu Al-Infitari ambayo ina aya 19, na katika aya yake ya 19 imemalizia na jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal amru yawma idhin lillah. Ukianza kulihesabu jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tokea nyuma ya mashafu mpaka utakapoikuta aya hii, lile jina linalopatikana katika aya ya 19 linakuwa ndio la 19 tokea nyuma ya mashafu. Na nambari 19 ndiyo password yake. Kompyuta ikaja ikasema uandishi wa namna hii wa upangaji kama huu ni mgumu. Hata kama mtu ukapewa umri wa ulimwengu, ukiandike kitabu kilichokuwa na mpangilio kama ilivyo kwa Qur'ani, ule muda utamalizika na wewe hujaweza kukiandika kitabu chenye mpangilio kama huo. Ili hapa ndio linakuwa jina la 19. Kwa hiyo tokea kule nyuma ya mashafu katika surati An-Nas mpaka pale, katika hizo mara 19 inajulikana katika kila sura. Mfano neno hayatin, uhai, kinyume cha neno uhai ni mauti. Basi maneno haya mawili kila moja katika Qur'ani limetajwa mara 145, na inajulikana katika mara 145 kila neno limetajwa wapi na wapi na wapi.
na katika sura gani na aya gani inajulikana. Ukinyofoa moja tu unajulikana, alafu ukabandika jina lingine pa neno lingine unajulikana. Neno dunia katika Qur'ani mzima limetajwa mara 115. Kinyume cha neno dunia ni akhera, nalo pia limetajwa mara 115. Na inajulikana katika mara hiyo, katika kila neno hayo mawili hayo katika Qur'ani limetajwa wapi na wapi, katika sura gani na sura gani. Ukinyofoa moja tu unajulikana, ili ubandike neno lingine pale unajulikana. Kwa hiyo wakaja wakagundua ni kitabu ambacho kimekuwa ni mathematical symmetry and the order of the Qur'ani, kuwazuia wanadamu wasiweze katika ile Qur'ani kutoa hata herufi moja wala kuingiza hata herufi moja. Wakaja pia wakagundua ya kwamba Qur'ani katika uandishi wake, jinsi ilivyoandikwa, mtindo ambao umetumika katika kuiandika ile Qur'ani, wazungu wanauita telegraphical addressed messages. Kinakuwa ndio kitabu cha kwanza katika dunia kuibuka na uandishi wa namna hii, telegraphical addressed messages. Kwenye Qur'ani habari zimeandikwa kwa kifupi sana, maana yake uhariri wake ni wa hali ya juu. Kisa cha nabii Yunus alayhi salatu wasalam, Qur'ani imetumia aya 10 tu. Katika sura ya 37 Safati, aya ya 148 mpaka aya ya 149 ametumia aya 10 tu, kisa kizima kumweleza kisa cha nabii Musa alayhi salatu wasalam na Firauni. Katika surati Naziati ametumia aya 12 tu zilizokuwa fupi. Alafu anasema kimeteremshwa katika mtindo wa head computer. Na wanasema ya kwamba Qur'ani kimeandikwa katika vile katika muundo wa direct speech, haikuandikwa Qur'ani katika mtindo wa reported speech. Direct speech ni baina ya mzungumzaji na anayezungumzwa, wanakuwa ni wawili tu. Iqra, soma. Haya ni maneno yanayotoka kwa Mola Muumba, ambayo ndio nafsi ya kwanza inaiambia nafsi ya pili ambayo ndio mtume asome. Hakuna mkakati hapa. Hii ni direct speech. Ni moja pia katika kuihifadhi ile Qur'ani, wasiweze watu kubadilisha wakati ya mkono, wakatoa kitu na au wakaingiza kitu. Qur'ani haikuja katika muundo wa reported speech. Watukufu wa Islam, kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusimame hapa kwa ajili ya adhana, alafu tutakaribisha maswali mawili matatu katika mada ambazo nilizozizungumza. Naomba maswali yaje ndani ya mada nilizotoa. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza, nyota huwa zinafika wakati wake zikafa kwa kwisha ile gesi zilizomo ndani yake. Ikishatokea hivyo, zile nyota zinakufa. Zikishakufa zinasambaratishwa, zinakuwa katika vipande vidogo vidogo. Kuna kitu kinaitwa atmosphere, anga hewa. Qur'ani inasema wazayyana samaa ad-dunya bimasabiha wa hifdha, tumeupamba uwingu wa dunia kwa mataa na tumeulinda. Ile pale na tumeulinda ndiyo atmosphere, ambayo kazi yake zile nyota ambazo zinazokuisha muda wake, zinapoporomoka kutaka kuja kuipiga dunia,
lile angahewa kazi yake ni kuzisambaratisha, zinabomolewa. Sayari ya Jupiter inaipita sayari yetu ya dunia kwa mara 1000. Yani dunia ili iweze kuifikia Jupiter ukubwa wake, inatakiwa ile dunia iwe mara 1000 ndio iifikie hiyo Jupiter. Ukitoka sayari yetu ya dunia, sayari inayofuatia ni Mars, alafu sayari inayofuatia ni Jupiter. Nini kazi ya Jupiter? Jupiter kazi yake ni kuikinga dunia isibomolewe na vitu vinavyoanguka kutoka juu. Zile nyota zikishaisha muda wake, zikibomolewa na ile atmosphere, kwa kuwa Jupiter inaipita dunia kwa mara 1000, takataka zote hizo zinavutwa, zinakusanywa na ile Jupiter, inazichukua na kwenda kuzitupa huko mbali. Ndio Qur'ani hapa anasema wazayyana samaa dunya bimasabiha wa hifdha. Hapa sasa dunia ndio inalindwa. Na zile nyota zikisha sambarati, zikisha kwisha muda wake, wamekuja kugundua ya kwamba uko juu angani pia kuna gesi za aina mbalimbali, zinakuja zinajikusanya na kutengeneza tena nyota jingine. Nilifika pale Mbeya, nilipokuwa nazungumza habari hii, wakaniambia kesho tutakodi basi, minibus Costa, tukupeleke tukakuonyeshe kile kipande ambacho kilianguka, kilipenya, kilishindana na ile kani ya dunia, kikaanguka pale. Mimi nimesoma tu shule kwamba viko viwili, kimoja kiko Mbeya katika wilaya ya Mbozi na kingine kiko Marekani katika jimbo la Arizona. Ndio wakanipeleka kwenda kuona. Sio kitu cha mchezo. Sasa takataka zile zote ndio zinavutwa na kwenda kutupwa huko mbali. Supernova ni kitu kingine na nyota ni kitu kingine. Katika tafiti ambazo zimekuja kufanywa, ndio imekuja kugundulika ya kwamba chuma hiki chanzo chake kinatokana na hicho kitu walichokiita wao supernova, baada ya kupasuka alipokuwa anaziumba mbingu na ardhi. Ndio kikapatikana kitu kama majimaji, alafu ndio yakateremshwa kuletwa chini ya ardhi. Ilipokuja ikakutana na ardhi, yakapenya, hivyo fika katikati, yakapoa, ndiyo chuma. Na ndiyo maana chuma ndiyo madini pekee yanayopatikana sehemu nyingi katika uso wa ardhi, kwa sababu yaliteremshwa kama inavyoteremshwa mvua. Suala unalolisema la kwamba kuna umuhimu wa Waislamu na wao pia kufanya tafiti, hilo jambo ni muhimu sana. Haya yote haya ni mali ya Waislamu, na ukitaka kulijua hilo, kuna tafsiri za Qur'ani chungu mzima zisizokuwa za Waislamu, ambazo wao ile Qur'ani wameifasiri ili wapate kuitumia tu katika mambo yao ya kidunia, katika tafiti zao mbalimbali wanazozifanya kwa kutumia ile Qur'ani. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa watukufu wa Uislamu, ikiwa kama mambo haya yote yalikuwa mali yetu sisi Waislamu, alafu yakatutoka, ni lazima ukilala, ni lazima nafasi yako awepo mtu mwingine aichukue, awe macho, ndipo mambo yatakapoweza kwenda. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa umma wa Kiislamu kushughulikia masala haya ya Qur'ani katika tafsiri na tafiti mbalimbali. Inatubidi lazima iwe hivi. Allah sallama kupitia malaika Jibrilu alayhi salatu wasalam, na ile Qur'ani ilipokamilika, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisomewa na malaika Jibrilu alayhi salatu wasalam katika mpangilio huu tuliokuwa nao katika kitabu chetu kitukufu Al-Qur'anul Karim. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama, wale waandishi alipokuwa anawasomea, nao pia wakaandika katika mpangilio huu tuliokuwa nao. Na ndiyo maana unaona
kama ile surati Tauba ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haisomi kwa bismillah, na wale katika kuandika wakaandika hivyo hivyo. Kwa hiyo ilisomwa ile Qur'ani yote katika hadhara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalamu kumsomea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasomea wale mahafidhul Qur'ani katika mpangilio huu jinsi Qur'ani ilivyo. Darasa zangu leo zimepatikana, kwa inshallah baada ya swala watakaohitaji watazipata hapo nje inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa thurafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.